Kwa utukufu wako Baba, nimeomba na kushukuru, na kanisa tuseme amen. Amen. Haleluya. Katika uwepo wake Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ndio itakuwa Ijumaa mwisho kujifunza somo la ukombozi, kwa sababu tutakuwa tunajifunza kila Jumapili, ili Ijumaa tuweze kujifunza mambo mengine ambayo tuko nayo. Na tuliona kwamba kwa sababu somo la kwanza limechukua miezi 7, tukasema hili nalo likichukua miezi 7 tutakuwa tuna masomo mawili kwa mwaka mmoja. Tukasema hapana, tugawe, ili Ijumaa tutakuwa tunaingia darasani kwa mambo mengine, na Jumapili tutaenda na somo la ukombozi. Kwa hiyo leo tutakwenda na hili somo tukiwa tunalimalizia. Bwana Yesu asifiwe, ili tuhame siku za Jumapili ndio tutakuwa tukienda naye. Nakumbuka siku ya Jumapili tulifika mahali tukawa tunaangalia maana ya wokovu. Tukasema maana ya wokovu ni kumjua Mungu na sheria zake na amri zake katika upatanisho kwa njia ya kifo cha Yesu. Kumjua Mungu na sheria zake na amri zake katika upatanisho kwa njia ya kifo chake Yesu. Tumeona na sisi tumekuwa ni mashuhuda, tukiona wokovu ambao unaotembea sasa hivi, ambao umepoteza maana ya wokovu. Mimi nikisema nimeokoka na sikai katika sheria za Mungu, sitii amri zake, sijamjua Mungu bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kumjua Mungu unamfungamanisha Mungu katika sheria zake. Na hiyo ndio kelele alikuwa anapiga na wana wa Israeli kila ilipokuwa inaitwa leo, wakati Israeli walipotoka Misri. Kwa sababu Israeli walimjua Mungu kwa upande mmoja wa shilingi, na ule upande mmoja wa shilingi walijua kwamba wanaweza wakatembea na Mungu kwa jinsi hiyo. Upande wa pili hawakumjua naye. Na hiyo ndio ilimpelekea Mungu kila siku, yani kila wakati alikuwa akiwakumbusha kuhusiana na sheria zake na amri zake. Sasa na sisi kama kanisa, ili basi tuweze kumjua Mungu katika wokovu tuliookolewa kwa, sheria zake lazima tuzifahamu na tuzijue. Na nakumbuka masuala ya sheria za Mungu tulizijifunza sana kwenye somo la Majira. Tukajifunza sana na masuala ya amri zake, na tukaona kwamba maisha yetu sisi tuliokoka yanapaswa kwenda vipi, kuwa vipi, kuonekana vipi tunapokuwa katika uso wa dunia hii, tunapomwakilisha Kristo. Kwa sababu wokovu uliletwa kwa njia ya upatanishi, na upatanishi wowote unaofanyika na mtu awaye yoyote ama watu, hata hapa katika hali ya kawaida ya duniani, ili mtu aweze kuchukua nafasi ya kupatanisha watu wawili, kuna gharama yule mtu atakayoilipa, yule ambaye ni upatanishi, ambaye ndio Kristo Yesu aliilipa ile gharama ya kutupatanisha sisi na Mungu, yani kumpatanisha mwanadamu na nafsi yake Mungu. Na kumpatanisha mwanadamu na nafsi yake Mungu, kuna kitu Mungu anakihitaji zaidi ya kile ambacho tunakifahamu ama tumekuwa tukitembea nacho ama tumekuwa tukiishi kwa sisi ambao tuliokoka. Na leo hii watu wengi wamechukulia maana ya wokovu ni sisi kama kundi tunapokaa hapa kanisani, tukaimba, tukaomba, tukahubiriana, tukamaliza tukaenda zetu. Lakini huo sio moyo wa Mungu katika wokovu peke yake. Ni kweli tutaimba, ni kweli tutaomba, ni kweli tutafundishana, ni kweli tutatoa sadaka, tutafanya taratibu zote za ibada ambazo zinazostahili. Lakini kwa sababu Mungu alikuja duniani kwa njia ya mwanawe Yesu Kristo kuupatanisha ulimwengu na nafsi yake, basi yule aliyetangulia kupatanishwa naye ndiyo anayesimama kurudi nyuma. Kwa mfano, Yesu Kristo alisimama kama kielelezo, akaupatanisha ulimwengu na nafsi yake Mungu. Wale mitume 12 wanafunzi wake Yesu wakasimama sasa wakati Yesu ameondoka, wakasimama kwenye zamu yao kuupatanisha tena ulimwengu kwa njia ya Kristo Yesu. Wakasimama kwenye zamu zao, na wale waliopatanishwa nao wanatakiwa wafanye hivyo, na wale waliopatanishwa wanatakiwa wafanye hivyo, na wale waliopatanishwa wanatakiwa wafanye hivyo. Ndio maana Kristo Yesu anatazamia kuja kuchukua kanisa lake, kanisa ambalo
linamjua Mungu na sheria zake na amri zake katika ule upatanisho wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni kweli Mungu anafurahia na kila kitu kinachofanyika katika ibada. Ni kweli Mungu anafurahia na ibada zote tunazozifanya, anafurahia. Lakini moyo wa Mungu anafurahia zaidi wakati anapoona tunazaa matunda. Kwa sababu kulikuwa kuna shida gani Yesu Kristo kutoa uhai wake kwa sababu ya ulimwengu? Kama alikuwa anahitaji watu wachache tu, si angekuja akiwakusanya wale na akaishi nao, akawapa wao nafasi hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Wachache. Na hata alipowapata wale mitume 12 wao wanafunzi wake, angeishi na wao. Kwa maana nini? Angepanda mbegu yake ndani yao na akawakusanya, akawafundisha namna gani wakae, wasitoke, wasilete watu, wasifanye, yani wasilete watu katika ufalme, wasishuhudie, wasifanye kitu chochote, kwa sababu hana shida na ulimwengu. Lakini Kristo Yesu alikuja ili ulimwengu mzima uweze kumjua Mungu. Na hiyo kumjua Mungu basi ni kwa njia ya upatanisho. Maana yake ni kitu gani? Maana yake ni kwamba sasa mimi nimeokoka. Mimi Helen nimeokoka. Na kwa sababu mimi nimeokoka, jukumu langu natakiwa kumpatanisha mtu mwingine na Kristo Yesu kama nilivyopatanishwa mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku nilikaa hapa nikasema kwamba ule uinjilisti tulikuwa tunafanya zamani ulienda wapi? Ushuhudiaji ambao kanisa tulikuwa tunafanya zamani ulienda wapi? Sasa hivi hakuna mtu anayemshuhudia mtu kumweleza habari za Kristo, lakini mtu anamshuhudia mtu kumweleza habari za kanisani kwao, mambo yanayotendeka kanisani kwao. Huo sio ushuhudiaji. Na ukifanya namna hiyo, haujaujenga ule ufalme wa Mungu na haujampatanisha mtu na Mungu. Na kile ambacho yani maana halisi ya wokovu ambayo umeupokea katika maisha yako wewe, haujatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maana ya wokovu ni kuweza kumfanya mtu mwingine, baada ya wewe kupokea, kushika, kutenda, basi kile ambacho ulichokipokea wewe, kile ambacho ulichoona kimefanyika katika maisha yako, lile badiliko ambalo umeona Kristo amefanya katika maisha yako, wewe unapaswa umpe na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu ni sharing, ni mgawanyo. Mgawanyo wa kile nilicho nacho nikipeane kwa mwingine sehemu, na mwingine akipeane kwa mwingine, na mwingine akipeane kwa mwingine. Sasa kosa ambalo kanisa tunafanya, tutakuja kuangalia huko mbele. Usipasitaki kuisema hapo, itanipotezea muda kwenye hii kipengele. Tutakuja kuiangalia kule mbele hata yale ambayo pia mitume ambao walifanya makosa haya ambayo sisi tunafanya sasa hivi, ya kukaa na kujifungia kwenye kona 4 za ibada zetu, alafu tukaenda nyumbani tukajifariji tukasema kwamba tumetenda kazi. Sikiliza nikueleze. Biblia inasema kwamba mwenye haki mmoja, mwenye dhambi mmoja anapotubu ni furaha mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huyo mwenye dhambi atatubu. Atatubu vipi? Tumengojea kwamba wakati mtu ni mgonjwa ndio tunamchukua mtu tunamwambia twende kanisani kwangu kapokea uponyaji. Hujashuhudia. Haujajua maana ya wokovu ni kitu gani. Kwa sababu maana ya wokovu sio kumchukua mtu kumleta hapa kanisani ili aje akapokee uponyaji. Hapana. Ili kwa sababu mashetani yamepanda huko kwao, basi aje hapa afunguliwe. Ulitakiwa umpate huyo mtu kabla ile mashetani hayajapanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulitakiwa umpate kabla ugonjwa haujampata. Kwa sababu habari za Kristo Yesu, sikiliza, ni habari njema. Habari njema huwa zinaambiwa mtu yeyote. Mbona Mungu akikubariki wasimama waseme? Kwa sababu ni habari njema kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona wokovu ambaye ndio habari njema kwako hauisemi kwa mtu? Haleluya. Kwa hiyo maana ya wokovu ni kumjua Mungu katika sheria zake na amri zake, ambapo ukishamjua sasa ndipo utakapoweza kumpa mtu mwingine naye kile ambacho ulicho nacho. Siku zote nimekuwa nikisema hapa kwamba huwezi kumgaia mtu kitu ambacho huna. Huwezi. Na leo hii sasa, ili tuthibitishe kwamba wokovu ambao Kristo Yesu aliuacha umepotea, kwa sababu watu hawapeani tena watu wengine, yani kanisa limeshindwa kupeana kile ambacho walichopokea, kuonyesha kabisa kwamba aidha hawakupokea kilicho sahihi, ama kama alipokea kilicho sahihi kimekufa ndani yake, hana tena. Kwa hiyo hana cha kuweza kumpa mtu mwingine. Kwa hiyo inapofika mahali kanisa la Kristo likashindwa kushuhudia, likashindwa kufanya uinjilisti, likashindwa kupeana ile thamani ya wokovu aliyopokea yeye, akashindwa kumpa mtu mwingine, hauna ule wokovu in real sense hauko ndani yako. Bwana Yesu
asifiwe sana, hauko ndani yako. Kwa sababu katika hali yoyote ya kibinadamu na mtu awaye yoyote, unapokuwa na kitu chema ndani yako, furaha yani kunakuwa kule ndani ya moyo wako kama vile kuna kereka, wataka kila mtu ajue. Si ndio unafanya gani? Ukibarikiwa wataka kila mtu ajue. Wachana mambo ya kuja kushuhudia hapa madhabahu. Hata kwa marafiki zako huko, wataka kila mtu ajue kwamba wewe sasa umepata kitu fulani. Kwamba wewe sasa ile furaha ya unapopata kazi, unapopata pesa, unapofanikiwa kwenye biashara yako, sijui umepata mchumba, sijui umepata whatever, chochote umebarikiwa na nini, ile furaha ambayo inakuwa ndani ya moyo wako mpaka tabasamu linaonekana kwenye sura yako. Kila mmoja atasaidia useme, lakini atakuuliza wewe mbona unafurahi hivi? Haujamwambia kitu, haujacheka, lakini uso wako umejieleza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa ile hali ya hapa duniani, katika vitu vya hapa duniani ambavyo vinakera moyo wako mpaka ile furaha ndani ya moyo inatoka nje mpaka inasomeka kwenye sura yako. Kuna watu wengine wakipata kitu hawalali, hawatashinda nyumbani, miguu itakuwa inatembea huku na kule, simu anapigia watu, nimepata hiki, naenda safari, naenda hivi, nimefanikiwa hiki, nimeshinda mtihani, hivyo nimepata nafasi fulani. Moyo unakuwa umefurahi, kwa hiyo unakuwa hauzuiliki. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba ule moyo anautoa nje kwa njia ya kinywa chake na ile sura yake. Hiyo ni hali ya kidunia. Maisha yetu tunayoyapata, furaha hiyo tunaipata. Sijaona mtu aliyepata kazi, hata kama hiyo kazi ni mbaya na hajaijua, lakini siku ile kitendo cha kupata hiyo kazi, hata kabla hajaenda kazini, furaha inakuwa imejaa ndani ya moyo wake. Hivyo na mtu akipata pesa, furaha inakuwa imejaa ndani ya moyo wake. Lakini mbona sio hivyo katika wokovu tulioupata? Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona sio hivyo katika wokovu tuliopata? Ile furaha ya kwenye moyo ilienda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Umeokoka alafu unashindwa kudhihirisha kile ambacho umekipokea ambacho kwa njia ya wokovu. Sasa unaposhindwa kufanya vile, kuna shida. Na hiyo ndio shida ambayo nimesema tunathibitisha kwa hali hii ambayo nimeielezea, kwamba tuko trend ya watu wengi sasa hivi. Watu wanaoonekana waliookoka ni wengi, lakini hawajaokoka. Kwa sababu sasa ukiwachukua sasa ukawaweka kwenye ule mfumo wa wokovu, huwaoni huko ndani. Kimaisha huwaoni huko ndani, kimatendo huwaoni huko ndani. Kwa hiyo katika hali yoyote ile huwaoni, lakini kwenye kinywa tunawasikia wanasema tumeokoka. Udhihirisho wa ile furaha ya wokovu wake katika matendo haipo. Mtu huyo ana ghadhabu, mtu huyo ana moyo wake unahangaika, mtu huyo ana mfadhaiko, mtu huyo ana hivyo. Huo ndio udhihirisho wa kuonyesha kwamba kile ambacho tumekipokea, wokovu tuliopokea, umeshaharibika ama umeharibiwa ama umeshapotezwa ama umeuawa ndani yetu. Kwa hiyo sasa tumebaki tu twasema Bwana asifiwe. Sasa kuelewa maana ya wokovu ni kuingia kwenye utendaji. Kisiku hadi siku unaishi maisha hayo ya wokovu. Mbali na kumthibitishia Mungu maisha yako katika kuyatunza, bado kuna unachotakiwa pia kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kukaa katika hali ya kawaida ukasema mimi siibi mali ya watu, mimi sisemi uongo, mimi nakata, mimi sitaki kumkosea mtu, mimi niko tu najilinda kwa sababu sitaki kumkosea mtu. Lakini wahitaji chakula, una watoto wanahitaji kwenda shule, una majukumu yanayotakiwa kufanya. Na mimi sitaki kutoka nje kwa sababu sitaki kwenda kukosana na watu, mimi naomba nikae tu hapa. Sasa majukumu yanakukabili yanakutaka utoke. Ni kweli unajitunza katika haya, lakini ukijielewa utajitunza hata utakapokuwa nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hilo ndilo ambalo tunatakiwa sisi tuliookoka tulitambue, ya kwamba tumeokoka. Mbali na kujitunza katika maisha yetu ya wokovu ili tuweze kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, bado tuna majukumu kwa ajili ya ufalme. Majukumu hayo hayakwepeki na uweze kuyakwepa. Yaani hakuna mtu aliyeokoka anaweza akakwepa akasema hii ni ya mchungaji peke yake, hii ni hapana. Ukiokoka, nafikiri ni Jumapili ndio nilisema, kama sio Jumapili Juma iliyopita, nikasema kwamba uzuri wa Yesu ni kwamba yaani unazaa, ukizaliwa na wewe unaweza kuzaa.
hausubiri kama katika hali ya kawaida ya kibinadamu mpaka ufike miaka 18 ndio sheria za kibinadamu zinakuruhusu. Sheria ya kimbingu inakuruhusu kuzaliwa leo na kuzaa leo. Maneno sifa sana. Unazaliwa katika wokovu leo na leo una sheria inakuruhusu unaweza ukazaa. Tena watoto wengi zaidi ambavyo unaweza kuzaa. Maneno sifa sana. Sasa maana ya wokovu kwa kipengele cha kwanza ndio hicho. Ukisoma katika ile Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 22. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 22, Biblia inasema hivi. Mstari wa 21. No, 19. Anasema kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba. Akishafanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye akishafanya amani kwa damu ya msalaba yake, kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Mstari wa 23, mkidumu tu katika ile imani, bali mmewekwa juu ya msingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili mlioisikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona hapa Paulo akijaribu kuwafunulia kwa kusema na hawa watu wa Kolosai ya kwamba watambue kwamba wameokolewa, na katika kuokolewa kwa ukisoma mstari wa 13 hapo juu anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwamba anawakumbusha na kuwatambulisha hawa watu kwamba waliokolewa wakahamishwa na kuingizwa katika ufalme wa Yesu Kristo, ambapo katika ufalme huo sasa ndipo katika ufalme huo ndiko kile ambacho walichokipokea mpaka kikawapa wao nafasi ya kuingizwa katika huo ufalme, wao pia wanatakiwa kuwaleta wengine, kwamba wasije wakaisahau ile Injili ambayo waliokolewa kwayo, waliisikia wakaokolewa kwayo. Sasa leo ndio maana nikasema kwamba leo mimi sijui nani anaweza akawa na kumbukumbu ya Injili aliyoisikia katika kuokolewa kwake. Kwamba ile aina ya Injili uliyoisikia ndio inapashwa itende kazi ndani yako na ichome moyo wako kwa ajili ya wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba mimi nilikuwa nimepotea, mimi nilikuwa mwenye dhambi, na katika hali hiyo nikaisikia Injili ya Yesu Kristo. Mimi nilisikia Moses Kulola kihubiri, nikaenda tena. Huyo mama mimi nasema alikuwa ni malaika, maana sikumuona tena tokea siku hiyo. Yeye alikuja tu, mimi nilikuwa na biashara zangu nasuka watu nywele, kaja anataka kusukwa. Nilikuwa hodari sana kwa kusuka nywele, hata kama umenyoa kipara nywele zinaanza kuota nitakusuka. Basi alivyoelekezwa akaja, alikuwa anafanya biashara Mererani. Kuna mama wa nini wana pesa kama nini. Akaja nikaanza kumsuka. Imefika jioni anasema anaenda kwenye mkutano. Mimi nimalize, ilikuwa imebaki sehemu ndogo. Ama nini nikamalizie kesho. Kama unaenda kwenye mkutano wa CCM? Akasema hapana, kwani wewe mjui Moses Kulola? Akasema mimi simjui. Akaniambia yuko kwenye mkutano. Twende. Kwa sababu alikuwa na gari na ilikuwa sababu ikafunga tukaenda. Kumbe Mungu alimleta ili anipeleke kwenye mkutano mimi nikaokoka. Ndio mimi nikaenda pale. Ile Injili nilisikia Moses Kulola akiokoka akimbili. Machozi mimi alikuwa ananitoka. Tulikuwa kwenye uwanja wa shule. Wakati zile serikali inaruhusu watu waabudu shuleni. Kwa hiyo madeski yanatolewa ndani, yanawekwa hapo nje. Tunakaa pale kama wanafunzi. Nililia mimi tangu anahubiri mwanzo mpaka anamaliza. Nikaokoka. Ile Injili ile nilisikia kwa Moses Kulola haijachuja ndani yangu mpaka leo. Na ndio Injili ninayoihubiri hata leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu umesikia Injili gani ambayo ilichoma moyo wako,
ambayo inaishi na kudumu ndani yako mpaka leo, ambao una uwezo wa kumpa mtu mwingine kile ambacho wewe ulipokea. Ambapo injili za leo ni ushabiki wa kimakanisa. Kwamba wewe umeona mahali fulani watu wanafanya miujiza fulani na sarakasi fulani, basi na wewe umo ndani. Ukiulizwa unasema nimeokoka. Nimeokoka kwa sababu nasali kanisa fulani. Haya. Mshuhudie mtu sasa, umuingize ndani ya wokovu. Ujue utamshuhudia nini? Kwa sababu wewe mwenyewe uko ndani ya wokovu, hujaingia ukakaa. Uko hewani bado. Ni kwa sababu tu uko kwenye kanisa la wokovu. Kwa hiyo basi muonekano wa nje unaonekana uko kanisani. Muonekano wa nje kwa kinywa chako unaonekana umeokoka. Lakini sasa in real sense, katika uhalisia wa wokovu, katika ulimwengu wa roho, shetani akianza kutafuta, akianza kufanya search ya watu, mbona nakukamata rahisi? Kwa sababu gani? Uko hewani. Sasa kile ambacho ulikipokea, ambacho ndio Paulo anawaambia hao, msije mkaisahau injili. Ukiisahau injili ni sawasawa na mtu aliyesoma, ukafika hiyo form 4, ukafika form 6, ukafika university. Ukiweza kusahau ile material ambayo ulipewa shuleni, ndio ukapata cheti ambayo unaenda kuombea kazi ya nini hiyo. Ukisahau ile material, utawezaje kufanya kazi? Umesahau, hauna kumbukumbu hiyo tena. Hauwezi kutumika katika fani hiyo uliyokwenda kuisomea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni sawasawa na wokovu. Ukisahau ile injili ambayo uliyoipokea, labda kama ukipokea injili, kwa sababu kama ninavyosema siku hizi kuna hadithi nyingi za hekaya ambazo ni hekaya za nani? Zile tulijifunza zilikuwa za Abunuwasi. Hizi sasa sio za nani? Nasema ni hekaya za shetani. Ana hadithi nyingi sana ambazo amezifananisha kama ile injili alimhubiria hao. Ile ilikuwa ni injili ambayo alimhubiria hao, ambayo isingeweza kuzaa matunda katika wokovu. Sasa ni hadithi ambazo watu wanazipokea, alafu kuiweka ile injili ndani ya moyo, hauwezi kuzaa nayo matunda yapasayo toka. Kwa sababu maana ya wokovu ni mtu aliyepokea amepokea neno la uzima kwa njia ya mafundisho, kwa njia ya kuhubiriwa, kwa njia ya kusikia. Kuna mtu mwingine anasikia injili hata kwenye redio na anaokokea kwenye redio. Ama unaweza kumshuhudia mtu leo akaja akaokoka baada ya miaka 2 mitatu. Niliwashuhudia hapo yule mlevi alikuwa mteja wangu kule Moshi, mpaka baadaye miaka 2 imepita, si mwaka, na ananijia ameshaokoka. Kumbe nilipanda mbegu akiwa mlevi na mimi sikujua. Sasa ile injili ambayo uliyopokea ni mbegu, ambayo mbegu hiyo lazima iote. Lakini sasa kama ulipokea mbegu iliyooza, haiwezi kuota. Na ndio maana hata kama watu tutasema kwamba tukashuhudie, sasa mimi sisemi hapa, na watu wanaambao waende labda ni kwenye mkutano na ambao wakashuhudie, ama ni program imeandaliwa na kanisa watu waende wakashuhudie, hata kula kwenda kushuhudia inakuwa ni shida. Uko katika hiyo kutokumaanisha katika injili ambayo uliyopokea ikawa haipo ndani yako, kwa sababu inafukuzwaga na dhambi, ikawa haipo ndani yako. Ukaenda mahali ukakutana na, sasa mimi nimetoa mfano tu kwa sababu kwa tumesimama pale, ukaenda mahali kuliko na nguvu ambayo Mungu akawa ameamua kufanya kitu, watu wanaaibika. Nimeshaona ushuhuda mmoja, lakini nimeshaona wengi sana sasa waliookoka wakiwa wanaaibika kwa jinsi namna hiyo. Sasa hapa ninachotaka kusema ni nini? Ninachotaka kusema ni kwamba maana ya wokovu ni kuyatunza maisha yetu ya wokovu, kutunza ule mwanzo ambaye tuliupokea, ili mpaka siku Yesu anarudi, mwanzo ule uendelee kuwa hai ndani yako, ambao katika uhai ule kila siku unaweza ukampa mtu. Unaweza ukampa mtu. Unaweza ukampa mtu mpaka siku unaondoka, uhai wa injili uliopokea ubakie kuwa ndani yako. Maana wokovu hauzeeki, wokovu hauchuji, ila sisi ndio tunauondoa kutokana na matendo ambayo tunayoyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wokovu sio maneno, sio kwa sababu nimesema nimeokoka, na sio kwa sababu ya kuja kanisani. Hapana, maana kama nilivyosema wako wengi siku hizi tunawaenda kanisani wengi sana, lakini hawajaokoka. Pamoja na kwamba wanasema wameokoka, lakini wokovu ni kumjua Mungu na sheria zake. Sasa sheria zake ulizipokea na amri zake ulizipokea siku ile ulipokuwa unaokoka, siku ambayo kama kweli ulihubiriwa injili. Kwa sababu unapoijua sheria ya Mungu, alafu hiyo ndio injili, kwamba neno linakuja kwangu linaniletea sheria ya Mungu. Ninapoletea sheria ya Mungu, ninakuta ndani kwangu kuna uasi.
kwamba mimi nimeivunja sheria ya Mungu. Kwa hiyo ninapokuwa nimeivunja ile sheria ya Mungu, ndio nafsi yangu sasa inahukumiwa kwa sababu nimevunja sheria ya Mungu. Sasa kitendo cha mimi kuja mbele kukubali kuokoka, ina maana nimetambua kwamba mimi ni mvunjaji wa sheria, na sasa hivi sitaki tena kufanya hiyo biashara ya kuvunja sheria. Kwa hiyo nataka kuishi sawa sawa na sheria za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu nimeisikia sheria ya Mungu na mimi nilikuwa nikiivunja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumjua Mungu ni kuzishika. Kumjua Mungu ni kuzishika, ama kumjua Mungu pamoja na sheria zake na amri zake. Kwamba ni amri ipi ya Mungu ambayo nilikuwa sitekeleze? Ni nini ambacho Mungu amenitaka mimi niwe nafanya nilikuwa sifanyi? Kwa hiyo mimi nilikuwa sio mtii katika amri yake, mvunjaji wa sheria, na sitii amri zake. Na kwa sababu sitii amri zake, sasa nimetambua, naenda mbele kutaka kuokoka kwa sababu nimefanya maamuzi niwe mtii mbele za Mungu. Alafu unaingia unaokoka, alafu unaendelea na biashara zako zile za kutokumtii Mungu. Si unaona kwamba kuna mahali kuna shida? Sasa wewe unapoendelea, wewe unasema umejua sheria, sasa unataka kufanya sheria ya Mungu, unataka tena kumkosea Mungu. Nimejua amri yake kwa sababu nimeisikia, kwa hiyo mimi nataka kuingia kwenye utii. Alafu ukaanza kuishi kwa kutokutii. Wewe nikuulize swali, ni kwa nguvu ipi ambayo utakaoweza kumpa mtu injili ya kweli naye akaishi katika utii? Inawezekana? Umeshaona chura akizaa mende? Umeshaona kuku akizaa njiwa? Umeshaona mbuzi akizaa ng'ombe? Kwa hiyo jinsi ulivyo na ndicho utakachozaa. Sasa haya yanafanyika katika ulimwengu wa roho. Sasa ili basi tuweze sasa kuzaa ama kuwajibika ndani ya wokovu, sisi twapaswa kumjua Mungu na sheria zake na amri zake, ili tuzitende, tuzitii na tuache kuvunja sheria zake, ili sasa kwa nguvu ile ambayo imeniwezesha mimi kuishi katika utii na kuishi katika sheria zake, ndio nguvu hiyo hiyo nitakapomwambia mtu habari za Yesu, ile nguvu itafanya kwake pia, kwa sababu na kwangu imefanya. Haleluya. Kama kwako haijaweza kufanya, basi ni kwa neema ya Mungu. Basi yule mtu anaweza ukapanda mbegu na akaenda, Bwana Yesu akamtetea kule mbele na akasimamishwa, lakini kunakuwa na hasara, kwa sababu utazaa mapooza na utazaa kilema. Na ndio maana leo watu watakaohubiriwa hawaokoki, wakishuhudiwa hawaokoki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni namba moja ambayo nilikuwa nikielezea. Namba mbili ni kwamba wokovu ni mpango wa Mungu wa kumtafuta mwanadamu. Wokovu ni mpango wa Mungu wa kumtafuta mwanadamu. Yaani hicho ni kitu ambacho wapaswa ukielewe, na pamoja na kwamba najua unaelewa kwamba wokovu ni mpango wa Mungu wa kumtafuta mwanadamu. Kisoma katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16 tunaijua sana, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo wokovu ni mpango wa Mungu wa kumtafuta mwanadamu. Sasa alimtafuta mwanadamu ili uwe mwanadamu afanye nini? Unapotoka nyumbani kwako kwenda kutafuta kitu, kwa mfano umeona unataka kunywa chai, alafu ukaona sukari haipo, ama umeona unapika chakula ukaona chumvi hamna, ama umeona unataka kupika ukaona unga hakuna, ama unataka kupika ukaona mkao umeisha. Vivyo vitu ni vitu ambavyo ni essential katika matumizi ya jikoni. Utatoka ama utatumana. Utatoka utaenda dukani kwenda kutafuta hiyo chumvi, utatoka utaenda kutafuta hiyo sukari, utatoka utaenda kutafuta sijui unga, utatoka kwenda kutafuta mkaa. Swali linakuja, ulipotoka nyumbani kwako kwenda kutafuta unga, kwenda kutafuta sukari, ulienda kutafuta sukari ili iwe nini? Si kwa sababu ulikuwa unataka kunywa chai ukashindwa kunywa, si ndio? Kwa sababu ulikuwa unataka kusonga ugali ukashindwa kusonga, kwa sababu haukuwa na unga. Kwa sababu ulitaka kupika mboga ukaona sina chumvi na hii mboga haitalika bila chumvi. Ama nitaka kupika lakini mbona siwezi kwa sababu sina mkaa ama sina gesi whatever. Lakini kwa sababu nilitaka kufanya kitu hapa nyumbani, na hichi kitu ndio kilikuwa kinatakiwa kihusike katika kile ambacho unataka kufanya hapa nyumbani, lakini hakipo. Sasa mimi nifanyeje? Naenda kukitafuta. Hiyo ndio maana wokovu kwa sura ya pili, yani kwa eneo la pili, kwamba ni mpango wake Mungu, kwamba aliacha enzi na mamlaka
akaja hapa duniani kuja kumtafuta mwanadamu. Lakini swali linakuja, alikuja kumtafuta mwanadamu kwa sababu gani? Mtu yoyote aliyeokoka anapaswa jiulize hilo swali. Hivi wewe Mungu ulitoka huko, wewe Yesu kaacha enzi na mamlaka, ulikuwa huna akili nzuri? Ulikuwa mwenda wazimu? Ulikuwa una shida gani? Una kila kitu. Kila kitu. Una malaika, una majeshi, una watumwa wa milioni mbili, jeshi la mbinguni watenda kazi. Ulikuja duniani kutafuta nini? Kuna mtu ashawahi kujiuliza hilo swali? Kuna mtu ashawahi kujiuliza? Wewe ushawahi kujiuliza? Wewe ushawahi kujiuliza? Frank ushawahi kujiuliza? Na wewe? Ulishawahi kujiuliza? Ukapata jibu gani? Ulipata jibu gani? Tusaidie. Simama kabisa tukusikie. Wewe ulishawahi kujiuliza? Wewe ushawahi kujiuliza? Haujawahi. Wewe ushawahi kujiuliza? Sawa, tuna watu watatu pale. Njooni hapa mbele wapatieni microphone. Watusaidie. Kwa sababu hilo ni swali muhimu sana. Karibu, sasa mimi si microphone. Nyinyi microphone gani nafanya kazi? Mtusaidie. Hilo ni swali muhimu sana katika maisha yetu ya wokovu. Tuanze na Nelson. Ulijiuliza na ukapata swali jibu gani? Kwanza siku. Amin. Nishakutana kuuliza nilipata jibu kuhusu nimekuja duniani kwa sababu maalum. Ngoja. Wewe nani alikuja duniani? Wewe. Mimi nasema ulishawahi kujiuliza kwa nini Yesu alikuja duniani? Sio wewe. Yesu. Ulishawahi kujiuliza hilo? Ama wewe ndio unielewa tofauti sana? Ulishawahi ukakaa ukajiuliza huyu Yesu alikuwa na shida gani? Alikuwa mwenda wazimu? Alikuwa amepungukiwa na nini mpaka akaja duniani kwa ajili ya kutafuta kilichopotea? Kama hujajiuliza peana microphone kwa mwingine. Amina. Amina. Kwa nini Yesu alikuja duniani? Alikuja kwa ajili ya ukombozi. Kukomboa nani? Sisi binadamu. Kwa nini alikuja kuwakomboa? Kwa sababu tulikuwa kama tumefungwa, kwani akaja kufungulia njia. Ili ufanyeje? Ili tupite. Mwende wapi? Twende mbinguni. Kufanya nini? Na mimi pia nilishawahi kujiuliza kwa nini Mungu anakaa kufuatilia ile hali sisi hatuoni kama kuna muhimu sana wa yeye, kwa sababu yeye anatuzidi sana. Lakini nilichokuja kugundua kwamba anatupatia kwa sababu sisi ni rasilimali zake. Yaani hawezi kukubali kupoteza rasilimali yake. Amen. Wote waliojibu wamejibu sahihi. Sisi ni rasilimali yake. Alikuja kukomboa. Kukomboa nani? Binadamu. Kwa nini? Sababu tulikuwa tumepotea. Sawa. Sisi ni rasilimali yake. Maana ya rasilimali ni nini? Maana ya rasilimali ni nini? Mimi niseme hili koti ni rasilimali yangu. Maana yake ni nini? Si ni mali yangu ikitendea kazi changu. Na ndio hilo swali ambalo tulikuwa tunajiuliza, kwa nini? Na maana Yesu alikuwa na kichaa. Kwa nini Yesu aache enzi na mamlaka? Alikuwa na shida gani na mwanadamu? Kwa hiyo sisi ni rasilimali yake. Sasa kama mimi ni rasilimali yake na yeye ndo amekuja sasa, kwa sababu kuna eneo na kuna kitu ambacho kimepungua kwake. Ndio maana nikatoa mfano wa chumvi, sukari na unga. Kwamba ulitoka nyumbani ukaenda dukani kwa sababu kuna kitu kilikuwa kimefanya nini? Kimepungua. Na kilichopungua kimepungua kwa sababu na wewe ulikuwa unataka kukitumia. Kwa hiyo na kile ambacho unataka kufanya ama kukitumia kwayo hakitaweza kutimilika ama kufanyika bila hiyo chumvi kuwepo. Anaweza asifiwe sana. Sasa mimi nimeokoka. Wewe umeokoka na mwingine na mwingine na mwingine. Kama sisi ni rasilimali yake Kristo Yesu,
kwa sababu hakupungukiwa na kitu chochote katika mtazamo wa utajiri wake tunaofahamu sisi kama wanadamu. Lakini still alikuwa amepungukiwa. Kulikuwa kuna utupu kwake, ambapo utupu ule hauonekani kwa macho ya kibinadamu na huwezi kuona kwa macho ya kibinadamu. Kwa mfano, mimi hapa mchumba ama nimepata mume, kwa hiyo tumeweka mambo yetu sawa, sasa natakiwa kuolewa. Alafu yule mchumba wangu anakuja kugundua mambo mabaya sana kwangu, labda namdanganya, yani akagundua vitu vibaya ambavyo havimstahili yeye kunifanya mimi kuwa mke wake. Sasa afanye nini? Kwa hiyo anakuwa hana jinsi ila kuniacha, kwa sababu mathala akagundua kwamba mimi ni kahaba hivyo. Basi akaona sasa, kuna wengine ndio anaweza kama mtu ni kahaba, lakini akamwangalia akazungumza naye akaona okay, ulifanya haya mama kwa sababu ulikuwa na shida, lakini nataka nikuchukue sasa utulie, na wakaridhiana na wakakaa. Lakini huyu akagundua kwamba pamoja na kwamba mimi amenichumbia, lakini bado nafanya ukahaba. Sasa hilo analigundua kwamba mimi nimedhamiria kumharibu, kumpa magonjwa, na sijamaanisha na kile ambacho aliniletea. Kwa maana alipokuja kunichumbia na nikakubali, na mambo mengine akawa yanapangwa na nini, mimi sijamaanisha. Kwa sababu kama ningekuwa nimemaanisha, hata kama nilikuwa nafanya ukahaba kule nyuma ama sio malaya kule nyuma, ningekuwa nimestop pindi tu nitakapokuwa nimeposwa. Hiyo natakiwa kuacha, kwa sababu sasa ninaandaliwa kuwa bibi harusi wa mtu fulani. Kwa hiyo naanza kubadilisha mwelekeo ambaye nilikuwa naenda nao, mtazamo nilikuwa naenda nao, tabia nilizokuwa naenda nazo, kila kitu, muonekano ulikuwa naonekana, kwa maana ya mavazi, muonekano wangu wote. Sasa naanza kujitengenezea mazingira ya kuonekana kama mke, ambapo wakati ule nilikuwa kwenye mazingira ya kuonekana kama kahaba, kwa sababu nilikuwa nataka kuvutia. Anaitwa sifa sana, nilikuwa kwenye biashara. Lakini sasa nishakuwa mali ya mtu. Sasa yule, basi mimi nitajitengenezea mazingira ya kuwa mke, kwamba mahali popote ninapoonekana, heshima ya mke ianze kuonekana kwangu kabla hata sijaingia kwenye ile ndoa. Anaitwa sifa sana. Watu wote wakiniona waone nafanana na mke wa mtu. Sio watu wakiniona wamfanyie wanaanza sifa sana. So kwa sababu kuna muonekano ambao ukiwa nao hauhitaji hata kusema wala kujibandikia bango hapo. Utaitwa kwa sababu muonekano wako unaonekana. Na kuna jinsi ambavyo ukionekana hakuna mtu atakaye kusogelea. Hakuna mtu atakaye kusogelea kunenea neno lolote la kukosa adabu. Kwa nini? Muonekano wako umejenga picha ya kwamba wewe ni nani kwa hao watu. Anaitwa sifa sana. Sasa katika hali ya namna hiyo, kile ambacho kilichokuwa kimepungua, huyu mtu aliyekuja kuniposa alikuwa amepungukiwa, pamoja na kwamba katika muonekano wa kibinadamu alikuwa anaonekana ana utele, kwa sababu labda alionekana ni tajiri, alionekana na nyumba yake, alionekana na magari yake, alionekana na kazi zake ama na biashara zake, alionekana katika mtazamo wa nje kuwa ni mtu wa maisha ya furaha. Akitaka kwenda kokote anaenda kwa sababu pesa anayo. Akitaka kufanya chochote anafanya kwa sababu pesa anayo. Kwa hiyo kwa mtazamo anaonekana hajapungukiwa. Kama ni wanawake na mkini labda kabla hata hajaposa, labda alikuwa na huyu na yule na yule. Kwa hiyo alikuwa anaonekana katika hali ya maisha ya kikawaida amejitosheleza. Lakini pamoja na kwamba alikuwa anawapata wanawake, lakini kuna kitu kilikuwa kimepungua hapa. Na huyu naye hapa, pamoja na kwamba alikuwa na mambo ya ukahaba na nini, lakini kuna kitu kilikuwa kimepungua ndani yake. Kwa mtazamo wa kawaida alikuwa anaonekana anafurahia maisha aliyokuwa anakaa nao, na yeye alikuwa anaonekana katika hali ya kujiweza kwamba huyu mama ana furaha, huyu dada ana furaha kwa sababu ya jinsi anavyojipendezesha na nini, lakini alikuwa amepungukiwa ndani. Sasa tunamuona Mungu alikuwa ana upungufu, alikuwa amepungukiwa, kulikuwa na vacuum, kulikuwa na shimo katika vyote ambavyo alikuwa nayo. Kulikuwa kuna upungufu katika eneo hilo alilokuwa nalo, lakini upungufu ule ama kishimo kile hakikuwa kinaonekana na macho, kwa sababu ni shimo lilikuwa liko ndani ya moyo wake. Sasa huyo ambaye alikuja kuchumbia, amekuja kumchumbia huyu msichana kwa sababu aliona kwamba pamoja na kwamba nina kila kitu,
lakini bado nimepungukiwa. Nimepungukiwa kwa sababu kila nikitazama naona kabisa kwamba kuna vacuum, kuna shimo liko kwenye maisha yangu ambalo linahitaji mtu kujaza, na halijazwi na pesa, halijazwi na chochote wala na mali. Ndio maana naweza kuwa na kila kitu, lakini nahitaji kuwa na furaha. Furaha hiyo ambayo nitaipata kwa mke wangu. Na sasa inabidi ili niweze kuipata furaha hiyo, yanipasa nioe. Anaweza sifa sana. Sasa kuoa, na kuna mambo mengi tu ambayo atakuwa ameyatazama yeye, ambaye aliona kwamba yamepungua kwake. Kwa hiyo anaona kwamba nitayajaza kwa jinsi hiyo. Lakini mtu yule anapokaa na wenzake anacheka, anakunywa, anatembea kwa kazi mpaka anaonekana huyu mtu amtosheleza. Lakini kile kilikuwa ndani ya moyo, ama kiko ndani ya moyo. Na sio kwamba akioa ataongezeka, abadilike, sijui awe na pembe ama na kitu gani. Hapana. Atabakia kuwa mtu yule yule, sana sana atanawili, kwa sababu sasa ile furaha, lile shimo limejazwa. Kwa hiyo sasa ataonekana kuwa tofauti. Na huyu aliyechumbiwa naye pia hali kadhalika. Sasa mimi nataka kusema nini katika wokovu baada ya kutoa mifano yote haya? Ni kwamba Kristo Yesu hakuwa na kichao wala kukosa akili mpaka akaweza kuacha enzi na mamlaka eti anakuja tu kumkomboa wanadamu. For what reason? Ili anakomboa ili waende mbinguni? Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, hiyo ndio madhumuni kwamba aweze kwa, yani kuturudisha katika ile furaha ambayo alikusudia kwetu tangu wakati alipokuwa anatuumba. Ambaye furaha hiyo aliyokusudia kwetu ilikuwa inampa yeye furaha kwa sisi kuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana wakati Luciferi alipoasi, hilo shimo likaonekana ndani yake na likawa lazima lijazwe. Ndipo alipofanya maamuzi kwamba sasa litajazwa na kilicho dhaifu. Ndio maana alimtengeneza mwanadamu kwa udongo ili mwanadamu aweze kumwabudu yeye. Kwa sababu kile kilichokuwa kimepungua, kile kishimo kilichokuwa ndani yake kinatakiwa kijazwe na mwanadamu huyu ambaye aliyemuumba. Sasa ndio maana Kristo Yesu akaja. Unaona, akaja ili basi lile kusudi ambalo ulimwengu mzima ulitakiwa uwe unafanya kwake, basi wewe ukikipokea hicho na ukaweza kukifanya, ina maana unampa na mwingine tena. Kwa sababu katika eneo hilo yeye anafurahi na wewe unafurahi. Yani ni furaha ambayo inajengwa katika pande zote mbili, ambapo ili furaha hiyo iwepo, hawa watu wawili lazima wawepo. Mungu lazima awepo na wewe lazima uwepo. Kwamba wewe usipokuwepo, furaha hiyo haitimiliki kwa Mungu, na Mungu asipokuwepo, furaha hiyo haitimiliki kwako. Kwa hiyo nyote nyinyi wawili mnahitajiana, lakini wewe unamhitaji yeye zaidi, pamoja na kwamba yeye anakuhitaji wewe zaidi. Hiyo ndio sababu sasa akaacha enzi na mamlaka kuja duniani ili kuja kumtafuta mwanadamu aliyepotea, ili aweze kurudi na kumweka pale mahali, alafu mwanadamu yule alete ile furaha kwake Mungu ambaye alikuwa anahitaji. Ili kwa furaha ile na mwanadamu alipoumbwa aliletwa duniani ili aweze kumfurahia Mungu pia wakati alipokuwa ameumbwa. Sasa furaha ya mwanadamu ilipotea baada ya kudanganywa na shetani, na furaha ya Mungu ikapotea baada ya mwanadamu kudanganywa na shetani. Sasa Yesu Kristo ndo anakuja sasa kuja kuingilia kati na kuvunja ile nguvu. Ndio maana Biblia inasema katika waraka wa kwanza sio wa Yohana, sio waraka wa pili wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 8. Anasema kwa kusudi hili mwana wa Adam mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje. Ni waraka wa kwanza. Waraka wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Anasema, nianze mstari wa 4. Anasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa nini nasema kila atendaye dhambi anafanya uasi? Kwa sababu dhambi ni uasi. Kwa sababu ni dhambi ndio ilimfanya mwanadamu akapoteza furaha yake, na ni dhambi ndio ilimfanya Mungu akapoteza furaha yake. Kwa hiyo mwanadamu anapoishi katika dhambi anakuwa anafanya uasi wa kile ambacho alitakiwa kukifanya kwa Mungu na akashindwa kufanya. Kwa hiyo anahesabika kwa nini? Ni muasi. Bwana Yesu asifiwe sana.